Hizi ndio sifa za mwanamke wa kuoa. Sifa ya kwanza, anapaswa kuwa mcha Mungu, anayemjua Mungu, sio tu kwa kuhudhuria ibada Jumapili, bali maisha yake yawe kweli yamegeuzwa. Mwanamke anayemjua Mungu, hata siku akiwa na watoto wako, anaweza kuwafundisha njia nzuri na hata waacha kwenye njia mbaya. Kumbuka, yeye ni mlezi na ni msaidizi wako. Kuwa na Mungu ni muhimu sana. Sifa ya pili ni mwanamke mwenye akili ya maisha na imani kubwa. Mwanaume huhitaji mwanamke mwenye pesa nyingi au mwenye kila kitu au mwenye kazi, bali unahitaji mwanamke ambaye ataweza kukushauri vizuri, yule ambaye ukiweka mipango mezani atakwambia fanya hivi, toa hiki, weka hiki, tuongeze hiki. Yule mwanamke ambaye ana imani kubwa. Mwanaume una maono, hayo maono yanahitaji mwanamke ambayo ana imani kubwa, anaweza kukutia moyo. Ukimletea kitu kikubwa mezani, anakwambia hili linawezekana. Sifa ya tatu ni mwanamke mwenye imani sawa na wewe. Kama wewe umeokoka, basi umpate ambaye ameokoka mwenzako, sio yule ambaye wewe unaamini kutoa fungu la 10 lakini yeye anaamini kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hapo hamtaweza kupiga hatua yoyote, kwa sababu kila siku mtakuwa mnarudi nyuma. Sifa ya 4 ni mwanamke anayekupenda kwa dhati, sio yule ambaye wewe mwanaume ndiyo kila siku unapambana kuhakikisha mambo yanaenda, lakini yeye hajali kuhusu hayo mahusiano. Hakikisha kweli wewe mwanaume umempenda, lakini na yeye anakupenda, sio umemlazimisha. Usitumie nguvu wala pesa kuhakikisha hayo mahusiano yanaenda, bali iwe ni upendo wa kweli. Sifa ya 5 ni yule mwanamke ambaye unaweza kumtambulisha popote pale bila aibu. Yaani unampenda kwa mwonekano wake na kila kitu. Sio habari za kumwambia mwanamke tangulia mbele au mimi nakuja, yaani huwezi hata kuongozana naye. Hapana, hakikisha unampenda na unaweza kumtambulisha popote pale. Sifa ya mwisho, awe anajua kupika. Hapana, hiyo sio sifa ya kuchagua mke wa kuoa. Anaweza asijue kupika, lakini ukamfundisha na kumwelekeza, au ukamlipia kozi ya mapishi akawa mpishi mzuri na ukaenjoy chakula chake.